Bana msikilizaji wangu wa Light Simulizi, ni matumaini yangu hujambo na ni mzima wa afya kabisa. Basi nikulete katika simulizi mpya ya siku ya leo, riwaya yetu inayokwenda kwa jina la I'm sorry mwanangu, yani samahani mwanangu. Lakini pasina kusahau mwandishi wa riwaya yetu hii ya siku ya leo ni ule Heri D'Souza, ama unaweza kumuita Silent Killer. Lakini kwa mawasiliano zaidi utampata kwa namba hizo hapo ambazo nimeziandika hapo juu. Jamani, hii ni simulizi ya maisha. Basi tukaanze katika sehemu ya kwanza kabisa ya kibao chetu hiki cha siku ya leo. Mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Tega sikio lako uambatane nami mwanzo mpaka mwisho kaweza kujua ni nini ambacho kimo ndani ya hii riwaya, ndani ya huu mkasa wa I'm sorry mwanangu. Karibu sana. Story yetu bwana inaanzia ndani kidogo katika kijiji kimoja kipatikanacho mkoani Ruvuma katika wilaya ya Songea. Ni kijiji kidogo kinachojulikana kwa jina la Mizula. Kulikuwa na binti mmoja anayefahamika kwa jina la Radhia. Radhia ni binti wa miaka 18 tu. Alikuwa anaishi na bibi yake katika kijiji hiko. Wazazi wa binti huyo tayari walishafariki wakati Radhia akiwa mdogo sana. Bibi ndo alichukua jukumu la kumlea Radhia tangu akiwa mdogo mpaka kufikia muda ule. Radhia na bibi yake walikuwa miongoni mwa wanakijiji waliokuwa wanaishi kwenye maisha duni sana pale kijijini. Bibi tayari umri ulishamtupa mkono, hivyo hakuwa na nguvu tena ya kufanya kazi. Ni kijijini kabisa. Kama ujuavyo, elimu sio kipaumbele kwa watoto wengi, hivyo Radhia hakubahatika kupata elimu ya sekondari licha ya kufaulu katika mtihani wake wa darasa la 7. Hali ya maisha ndio ilichangia kwa kiasi kikubwa sana kukwamisha safari ya masomo ya binti huyo, yani binti Radhia. Pigo lingine liliibuka kwa binti Radhia baada ya bibi yake kufariki dunia kwa maradhi ya uzeeni. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha ya upweke kwa binti Radhia. Radhia alijikuta kwenye mitihani mizito sana ya kidunia, hasa katika utafutaji wake wa chakula. Yote 9-10 ni kwamba Radhia alikuwa ni msichana mrembo sana, aliyetingisha mioyo ya vijana wengi wa kiume pale kijijini. Hata watu wazima wenye wake zao walijikuta wanavutiwa na binti Radhia. Kijana Anthony Joseph maarufu kama Tony ndiye mwanaume pekee aliyebahatika kukubaliwa na kupendwa na binti Radhia. Kijana huyo alikuwa dereva wa bodaboda pale kijijini. Anthony alitokea kumpenda sana Radhia. Alibadilisha muonekano wa Radhia kwa kiasi fulani, kwani alikuwa anamjali, anampenda na kumthamini. Maisha ya Radhia yalibadilika na kuwa mazuri baada ya kuingia kwenye mahusiano na Tony. Alipewa huduma zote anazotakiwa kupewa mwanamke na mwanaume wake. Kwa hakika Radhia alifurahia sana mahusiano yake na kuamini kwamba Tony ndio mtu pekee aliyebaki katika maisha yake. Ndani ya mwezi mmoja wa mahusiano yao, Radhia alianza kujihisi tofauti katika mwili wake. Alihisi uchovu, kichefuchefu, kutapika na kuanza kushukia baadhi ya vyakula. Hali hiyo ikamfanya aende hospitali kupima afya yake. Alifika hospitali na kufanywa vipimo, na ndipo akagundulika kuwa ana ujauzito wa wiki 2 kama sio 3. Radhia alitoka nje ya hospitali huku akiwa na furaha kubwa moyoni. Alikuwa na shauku kubwa ya kumjuza mpenzi wake Tony juu ya taarifa hiyo. Alipofika tu nyumbani kwao, jambo la kwanza lilikuwa kumpigia simu Tony. Kwa bahati nzuri simu ya Tony iliita na kupokelewa. Hello mume. Yes mke, uko poa? Niko poa kabisa. Kuna kitu nataka kukwambia baby. Kitu gani kwa mpenzi? Ni kitu kizuri sana. Nafikiri utakifurahia sana siku ya leo.
Fanya basi tuonane ili nikwambie. Si unaambie tu mpenzi. Si unajua mimi nipo kazini muda huu. Basi nitakwambia baadaye tukionana, maana nikikwambia kwenye simu ladha itapungua. Unaonekana una furaha sana leo, Radhia. Nina furaha sana, tena sana. Au sijui nikufuata huko kwa ulipo. Kwanza uko wapi muda huu? Niko njiani, naendesha, nimempakiza mteja. Kuna sehemu nampeleka. Sawa. Basi ukimshusha, naomba uje mpaka kwangu mara moja uchukue zawadi yako. Basi sawa, nitafanya hivyo. Sawa, naomba basi usichelewe Tony. Na kuwa makini huko barabarani. Poa, usijali mamtu. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Radhia na mpenzi wake Tony. Baada ya nusu saa kupita, Tony alikwenda kwenye kibanda alichokuwa anaishi Radhia. Alipofika akamkuta Radhia akiwa na sura yenye tabasamu pana sana. Radhia alinyanyuka pale alipokuwa amekaa, kisha akamkumbatia Tony kwa bashasha kweli. Tony akabaki na mshangao, maana haikuwa kawaida ya Radhia kumpokea kwa ile staili. Radhia alionekana kuwa na furaha kuliko siku zote za mahusiano yao. Tony alijiuliza kichwani, ni kitu gani kikubwa nimekifanya kwa huyu mwanamke mpaka anakuwa na furaha kubwa kiasi hiki? Je, ni zawadi gani hiyo ambayo anataka kunipatia? Tony alijiuliza bila kupata majibu. Baada ya sekunde kadhaa walijitoa kwenye kumbatio, kisha wakaa kwenye viti. Niambie mamtu, ipo wapi hiyo zawadi yangu? Ote ya kwanza, ni zawadi gani nataka ukupatia? Hapo pagumu sana mchumba, maana mimi sio nabii. Sawa, hebu kamata hii Tony. Radhia aliongea huku akimpatia Tony kikaratasi fulani. Tony alikipokea kile kikaratasi kwa mshangao sana. Baada ya kupokea akakifungua na kuanza kukisoma. Mizula Dispensary. Hayo ndo maneno yaliyosomeka juu ya ile karatasi. Tayari Tony alishaelewa kwamba ile karatasi imetoka katika zahanati ya kijiji. Alipojaribu kusoma maelezo yaliyofuatia alishindwa kuelewa kile kilichoandikwa. Radhia, bado sijaelewa chochote juu ya hii karatasi. Kipi hujaelewa baba? Kuanzia muda huu wewe ni baba kijacho. Yale maombi yetu hatimaye Mungu ameyasikia, na sasa mimi ni mjamzito Tony. Mjamzito? Sasa kama ni mjamzito unaniambia mimi nifanyaje? Kwanza ujauzito wa nani? Tony jamani. Sasa ujauzito uwe wa nani wakati wewe ndo mpenzi wangu? Una uhakika huo ujauzito ni wa kwangu kweli? Ndio, ni wako Tony. Sasa kama ni wangu, mbona una wewe? Tony jamani, hebu kuwa serious basi. Okay, sasa sikia wewe dem. Kama huo ujauzito ni wangu na unataka mahusiano yetu yaendelee, basi nenda katoe hiyo mimba. Kama hutaki kutoa, basi mpelekee hilo tumbo aliyekupa hiyo mimba. Unasemaje Tony? Unataka mimi nitoe hii mimba? Hapana Tony, huko umefika mbali sana. Hivi wewe si ndio yule uliokuwa unaniambia nikubebea mimba? Utaelea? Si ndio wewe ulioniambia nikikubebea mimba utanioa? Mbona unabadilika sasa Tony? Jamani, halafu ni dhambi pia kuua kiumbe kisichokuwa na hatia. Hebu muogope Mungu basi Tony. Oya wedem, naomba ufungue masikio yako na unisikilize kwa makini sana. Mimi sijajipanga kuingia kwenye majukumu ya kuhudumia watoto muda huu. Bado sijajipanga kuwa na familia kwa sasa. Mimi bado sina pesa. Kwa hiyo usinitwishe mzigo mkubwa ukaja kunielemea. Mimi ni kijana mdogo sana, ndo kwanza nimeanza kula ujana. Subiri kwanza nimalizie ujana, halafu ndo niwaze kuhusu familia. Hapa cha kukusaidia labda ni pesa ya kutoa hiyo mimba tu. Mimba sitoi Tony. Kama mimi nilizaliwa, basi na hiki kiumbe nacho kitazaliwa tu.
Kwa hiyo huo ndo msimamo wako, sio? Okay. Kwa kuwa umeamua hivyo basi, pambana na hali yako binti. Na cha kuongezea hapo, kuanzia leo naomba usinipigie simu wala usinitafute kwa ajili ya kuniambia chochote kile. Naomba ufute namba zangu, na za kwako nazifuta. Sahau kabisa kama ulishaikuwa na mahusiano na mimi. Baada ya kuongea maneno hayo, Tony akapanda kwenye pikipiki kisha akaondoka kwa hasira. Radhia akawa anamuita Tony kwa sauti ya huzuni huku akimsindikiza kwa macho. Furaha yake iligeuka kwa huzuni na kujikuta akiwa katika hali ya simanzi na majonzi. Hakutegemea kabisa kama Tony angebadilika ghafla baada ya kumpa ule ujauzito. Ni Tony yule yule aliyemwahidi Radhia ndoa endapo atambebea ujauzito. Ndiye Tony yule yule aliyekimbia baada ya kutimizia matakwa yake. Tony alifika katika kijiwe chao cha kupaki bodaboda. Aliwakuta marafiki zake wakipiga stori mbalimbali kama ilivyokuwa kawaida yao. Tony akawasabahi kisha akapaki pikipiki yake na kukaa pembeni mbali kidogo na wenzake. Oya Tony, mbona hivyo mzee? Kawaida tu mwanangu. Kawaida vipi mwanetu? Wakati hatuja kuzoea hivyo bwana. Njoo jumuike na wana tupunguze stress za maisha. Timo alimwambia Tony maneno hayo huku akimfuata kule alipoketi. Bro, usiwaze, nimeamua tu kukaa huko mwenyewe maana nina mawazo sana leo. Kwani shida nini mwanetu? Mpaka unakuwa na mawazo kiasi hiko? Kuna jambo linanichanganya sana. Ndio maana najikuta nakuwa na mawazo hivi. Ni jambo gani hilo? Shemeji yako mwanangu. Shemeji? Shemeji kafanyaje? Ni mjamzito? Mjamzito? Sasa hilo ndo jambo ambalo linakupa stress. Kwanza kabisa nikupe hongera zako Tony. Kidume umeshapanda mbegu, bado kuvuna tu. Kuitwa baba sio rahisi. Hongera sana kaka. Hongera nini kaka? Wakati sijajipanga kuingia kwenye majukumu sasa hivi. Mimi nimemwambia demu aitoe tu, sina mpango wa kuwa na mtoto sasa hivi. Hapo sawa unafeli mwanangu. Wewe ni mtoto wa kiume, kwa nini usipambane ukalea mimba? Kumbuka finali uzeeni kaka. Kipindi hiko hauna nguvu ya kupambania tonge. Hilo naelewa Timo. Tatizo ni kwamba huu sio muda sahihi wa kuitwa baba. Nataka kumalizia ujana kwanza. Unadhani Kidawa akijua kwamba nimempa mimba Radhia itakuwaje? Si ataniacha mazima yule? Kwa hiyo mwanangu, unataka kukataa damu yako kisa Kidawa? Yaani Kidawa mcharuko? Yule kimada ndo akufanya ukatae damu yako? Hapo unazingua sana mwanangu. Kama ningekuwa mimi, basi ningepambania hiyo mimba. Binafsi natamani sana demu wangu ashike mimba, lakini ndo hivyo hapati. Wewe ambaye Mungu amekujalia uzao, unataka kukufuru? Ila nini mwanangu? Tutaongea vizuri baadaye. Maana kuna abiria wangu na mfuata kichangani hapo. Poa poa mwanangu. Ila ndo hivyo, siwezi kulea mimba kwa sasa. Kwanza pesa yenyewe ngumu sana hapa kijijini, alafu ndo kwanza naanza kutafuta maisha. Hayo yalikuwa maongezi kati ya Tony na rafiki yake Timo wakiwa kwenye kijiwe chao cha bodaboda. Majira ya saa 3 usiku, Radhia alikuwa kitandani amejilaza huku akitoka na machozi. Siku hiyo alikuwa na msongo mzito wa mawazo kutokana na majibu ya Tony juu ya lile swala la ujauzito. Radhia aliwaza kwa nini Tony amembadilikia baada ya kumpa mimba. Lakini pia aliwaza atumie mbinu gani ili aweze kumshawishi Tony akubali kulea ile mimba. Hakutaka kabisa kukata tamaa, hivyo aliamini kwa namna yote ile atafanikiwa tu kumshawishi Tony. Usiku ule ule Radhia aliamua kumpigia simu Tony. Simu ya Tony iliita lakini haikupokelewa. Akajaribu kumpigia kwa mara ya pili lakini bado haikupokelewa. Radhia alijipa moyo huenda Tony atakuwa barabarani anaendesha. Bado mtoto wa kike aliendelea kuwaza mpaka usingizi ulipomchukua. Mpaka siku 2 zinakatika, hakukuwa na mawasiliano yoyote kati ya Radhia na Tony. Licha ya Radhia kumtafuta sana Tony kwenye simu, lakini Tony hakupokea kabisa. Radhia alishindwa kuvumilia jambo lile, hivyo akaamua kwenda kwenye chumba
alichokuwa anaishi Toni. Alipofika alisikia sauti ya muziki ukiimba na mlango ulifungwa kwa ndani. Radhia alibisha hodi na baada ya dakika moja kupita, mlango ukafunguliwa. Cha ajabu ni kwamba aliyetoka ndani hakuwa Toni, bali alikuwa ni mwanamke akiwa na kanga moja mwilini mwake. Radhia alishtuka kwa marefu na mapana baada ya kumwona mwanamke huyo. Mbona asubuhi jamani? Watu tumelala na mabwana zetu. Nini kukatishana raha jamani? Hebu sema shida yako iliyokuleta hapa. Mbona unaniangalia hivyo? Mwanamke huyo aliongea maneno hayo huku akimtizama Radhia kwa dharau sana. Samahani, naomba uniitie Toni. Radhia aliongea kwa sauti ya unyonge na kigugumizi. Wewe ni nani yake? Mwanamke huyo alimuuliza Radhia kwa dharau. Mwambie ni Radhia ndo anakuita, yataelewa. Yule mwanamke akaingia ndani kumuita Toni. Haukupita muda mrefu, Toni akatoka ndani akiwa amevaa kipenzi cha kulalia. Yule mwanamke naye akatoka nje. Nini umefuata maskani kwangu? Toni alimuuliza Radhia kwa hasira. Toni, hiyo ndo salamu? Hivi nini kimekupata wewe mwanaume? Leo hii wewe kuniuliza nimefuata nini hapa kwako? Mbona umebadilika sana Toni? Sikiliza mwanamke. Ongea jambo lilokuleta hapa. Usinipotezea muda. Kuna shughuli yangu sijamalizia huko ndani. Hivi Toni, kosa langu nini? Kukubebea ujauzito? Ndio sababu ya wewe kunifanyia haya yote? Na kupigia simu utaki kupokea. Kipi ambacho nimekukosea mimi? Sikiliza Radhia. Mimi na wewe tulishamalizana, kwa hiyo acha kunifuatilia. Alafu nilishakwambia hiyo mimba sio yangu. Mtafute mwanaume aliyekupatia. Toni, hivi hunionea huruma hata kidogo? Hivi humuogopi Mungu kweli? Wewe ndo baba wa hiki kiumbe kilichopo tumboni mwangu. Unadhani nitaishije mimi endapo utanitelekeza? Sikiliza tena kwa umakini wewe demu. Leo iwe mwanzo na mwisho kuja hapa getoni kwangu. Kama utarudi tena, basi sitaongea kama hivi ninavyoongea leo. Awamu ijayo nitaongea kwa vitendo. Hey, bibi we, hebu ondoka basi. Mbona unakuwa kinganga hivyo? Mwanamke ukiachwa achika basi, na sio kuendelea kungangania kupendwa mahala ambapo hupendwi. Mimi ndo kidawa, Mrs. Toni ujie. Wengine ni fake. Kama ulijibebesha mimba ukajua utaolewa, basi imekula kwako. Yule mwanamke aliyekuwa na Toni akamwambia Radhia maneno hayo kwa dharau na kejeli. Toni, asante sana kwa kila kitu. Mimi naondoka. Ila tambua hiki kiumbe ambacho nakikataa leo ni chako kabisa. Kupitia hili umenipa funzo kubwa sana wewe Toni. Asante sana na ninakutakia maisha mema. Radhia aliongea maneno hayo huku akitoka na machozi ya huzuni. Sawa, ondoka mama. Wewe uliona wapi mchezaji akafunga goli amesimama bila kukimbia kwenda kushangilia? Hebu ondoka, nataka kuenjoy na mke wangu. Toni aliongea kisha akamsukuma kwa nguvu Radhia. Radhia akarudi nyuma kwa kuyumba kisha kadondoka chini. Toni alimshika mkono kidawa wake kisha akazama ndani na kufunga mlango. Radhia akainuka pale chini kinyonge sana kisha akaanza kuondoka huku akichechemea. Ni rasmi sasa Radhia akatakiwa kuanza maisha ya kujitegemea kwa kila kitu bila msaada wa Toni. Binti akaanza kupambana na mimba yake kuhakikisha anajitimizia mahitaji yake mwenyewe. Alianza kupika vitumbua na kuviuza, lakini biashara ikawa inamvuta shati na kujikuta na feli mazima. Hapo sasa akapata wazo la kutafuta kazi ya kusaidia kwa mama wanauza vyakula. Kadri siku zilivyozidi kusonga ndivyo Radhia alivyozidi kupitia changamoto za maisha. Radhia alihisi kukata tamaa, lakini ghafla akapata tumaini jipya. Ni siku ambayo alitembelewa na rafiki yake wa kike aitwaye Landina. Radhia alimkaribisha ndani ya rafiki yake kisha wakaanza kuzungumza. Vipi shoga yangu, maisha yanaendaje? Landina alianza kuzungumza. Yanaenda hivyo hivyo, Mungu anasaidia shoga yangu. Vipi kuhusu Toni?
bado amegoma kuwasiliana na wewe? Kiukweli mawasiliano yetu yalishaisha tangu siku nyingi sana. Ni mwezi wa pili sasa hatuna mawasiliano. Sasa unaishije Radhia? Hivyo hivyo najipambania mwenyewe shoga yangu. Ile biashara ya vitumbua imedoda siku hizi, na unga tu kwa watu napata pesa ya kusukuma siku. Ila kiukweli kabisa nateseka sana shoga yangu. Kuna muda namhurumia sana kumkalisha njaa mwanangu aliyeko tumboni. Pole sana shoga yangu kwa magumu yote ambayo unapitia. Sasa sikia Radhia, mimi mwenzako, kuna mama namsaidia kuuza chakula katika kijiji cha pili. Huyo mama kwa sasa anahitaji mdada mwingine wa kutusaidia kazi, maana wateja ni wengi sana siku hizi. Sasa kama upo tayari kufanya hiyo kazi, basi twende nikakuunganishe na bosi wangu ili uanze kesho. Landina, mimi nipo tayari kufanya hiyo kazi. Kiukweli utakuwa umenisaidia sana rafiki yangu. Basi hilo limekwisha Radhia. Kesho saa 12 alfajiri nitakupitia ili tukaanze kazi pamoja. Nashukuru sana Landina kwa msaada wako. Asante sana kwa kuwa nami katika kipindi hiki kigumu. Basi poa shoga yangu, ngoja nifike kuanza nyumbani kwa mama. Nimechoka sana leo. Hakikisha tu unajiandaa ili kesho tuondoke. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Radhia na rafiki yake Landina. Ni mazungumzo yaliyofufua matumaini ya Radhia kuishi kama binadamu wengine. Asubuhi na mapema siku iliyofuata, Landina alimpitia Radhia na kwenda naye kule anakofanya kazi yeye. Wao walikuwa wa kwanza kufika kabla ya bosi, hivyo wakaanza kufanya usafi na kuweka mazingira vizuri. Dakika chache baadaye, bosi mwenye kibanda akafika na kukuta Landina na Radhia. Walisalimiana kisha Landina akamtambulisha Radhia kwa bosi wake. Dada, huyu anaitwa Radhia, ndio yule rafiki yangu nilikwambia nitakuja naye kama atakubali. Kumbe ndio huyo. Karibu sana mdogo wangu. Mimi naitwa Edina, jina maarufu ni Mama P. Karibu sana mdogo wangu. Asante sana Edina, nashukuru sana kwa mapokezi yako. Sawa, vipi Landina, ulishaongea naye mwenzako kila kitu kuhusu mshahara? Mama P alimuuliza Landina. Ndio dada, niliongea naye, kwa hiyo anajua kila kitu kuhusu malipo, Landina alijibu. Sawa, tuendeleeni na kazi, maana muda sio mrefu wateja wataanza kuja, Mama P aliongea, na ndipo kazi za kuandaa chakula zikaanza kufanyika rasmi. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Hatimaye Radhia alipata kibarua cha kumsaidia kuendesha maisha yake. Angalau sasa akapata afueni ya maisha. Vipi shoga yangu, kazi ni ngumu? Wala sio ngumu, ni kawaida tu, ila sijajua tu huko mbeleni itakuwaje, maana hili tumbo ndo litakuwa kikwazo kwangu. Ni kweli Radhia, maana hilo tumbo likishafikisha miezi 6 tu upaswa kufanya kazi ngumu kwa ajili ya kumlinda mtoto. Landina, mimi sina namna yote ya kufanya zaidi ya kufanya kazi. Hata likifikisha miezi 9 itabidi tu nifanye kazi, maana sina mtu yote wa kunipambania. Landina, najua kabisa nitakuwa namtesa mwanangu, lakini hata nisamehe tu, maana nafanya yote kwa sababu yake tu. Ni imani yangu kwamba Mungu atanilindia mwanangu, kwa kudra zake nitajifungua salama. Ni kweli Radhia, mkubwa Mungu tu, yeye ndio tunapaswa kumuomba ili akufanyie pesa ujifungue salama. Mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe kwa kila hatua unayopitia. Jambo la msingi kwa sasa, wekeza hivi vijisenti kidogo unavyovipata kwa ajili ya maandalizi ya kujifungulia. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Radhia na Landina wakiwa njiani wakitokea kazini. Furaha kwa kiasi chake ilirejea upya kwa Radhia. Mtoto wa kike alipiga magoti chini na kumshukuru Mungu kwa kupata ile kazi. Ni kazi iliyompa matumaini ya kuishi na kulea tumbo lake bila kutegemea msaada wa Toni. Siku zilisonga na miezi kakatika. Radhia na Landina waliendelea kufanya kazi kama kawaida kwenye kibanda cha chakula cha Mama P. Bado biashara ilikuwa inakwenda vizuri, na ule ujio wa Radhia ukaongeza wateja kwa kiasi fulani.
kibanda cha Mama P kikawa na wateja wengi kuliko kwenye vibanda vya mama ntilie wengine. Muonekano wa Radhia ulichangia sana lile ongezeko la wateja. Radhia alikuwa msichana mrembo sana kwenye macho ya vijana wa kiume. Binti alibarikiwa sura nzuri yenye mvuto pamoja na shepu la kwenda. Baadhi ya wateja walikuwa wanamtongoza na kumtaka kimapenzi bila kujali tumbo lake. Wote waliomtongoza Radhia hakuna hata mmoja aliyekubaliwa, kwa sababu binti hakutaka kabisa kuharibiwa mwanae wa tumboni. Lakini pia alitokea kuwaogopa sana wanaume kwa kuamini kwamba wote akili zao ni kama za Toni. Siku zikasonga huku tumbo la Radhia likikua na kuzidi kuikaribia siku ya kuingia leba. Bado aliendelea kufanya kazi kwa Mama P na kujiwekea akiba kidogo kidogo kwa ajili ya kujifungulia. Miezi miwili ya mwisho kabla ya Radhia hajaingia leba, mambo yakabadilika pale kwenye biashara. Biashara ikawa ngumu sana. Kama unavyojua, kubadilika kwa misimu kunapobadilisha hali ya biashara. Mambo yakaanza kuwa magumu kwenye ofisi ya Mama P, kiasi kwamba faida ikawa haipatikani. Ikabidi sasa ofisi ifungwe kwa muda ili kupisha upepo mbaya. Sio Mama P peke yake, hata akina mama ntilie wengine walifunga vibanda vyao. Kwa kiasi kikubwa lile swala lilimuathiri sana Radhia pamoja na rafiki yake Landina, ambao kuanzia muda huo hawakuwa na kazi. Kitu pekee ambacho kilikuwa na unafuu kwa Radhia ni kwamba tayari alishajiwekeza kiasi fulani kwa ajili ya kulipia gharama za kujifungulia. Radhia, rafiki yangu, mimi naenda Daha kutafuta maisha, maana hapa Songea najichelewesha tu. Ni vile tu una tumbo, lakini laiti kama usingekuwa na tumbo basi tungeondoka wote, shoga yangu. Mimi nakuombea ujifungue salama, rafiki yangu. Hayo mengine yatajulikana mbele ya safari. Ni maneno ya binti Landina akimwaga rafiki yake Radhia baada ya kuchoka kuishi pale kijijini. Sasa Landina, unaendaje mjini wakati huna sehemu yoyote ya kufikia, na unakwenda kufanya kazi gani huko? Radhia, ule mji wa Daha ni mkubwa sana na kuna nyumba nyingi sana, kwa hiyo siwezi kukosa pa kufikia. Lakini pia kuna kazi nyingi sana kule mjini, kwa hiyo siwezi kukosa kazi. Kifupi, nipo tayari kwenda kufanya kazi yote ile, hata kuuza ndizi kwenye beseni, ila sio kubaki hapa kijijini. Hapa kijijini maisha yanazidi kuwa magumu sana kwangu, maana sina kazi yote sasa hivi. Sawa rafiki yangu, ni uamuzi mzuri sana, maana ni kweli maisha yamekuwa magumu sana hapa kijijini. Jua kali, mazao yamekauka mashambani, biashara haziendi, kwa hiyo ni njaa tupo. Nenda kachonge njia rafiki yangu, huenda mwaka wote nami utanipokea huko mjini. Kiufupi, natamani sana kama tungeenda wote, lakini kwa hali yangu ya sasa nitashindwa kuhimili changamoto za mjini. Binafsi nakutakia bahati njema huko uendako, na wakati tunatafuta maisha yako ukiyaona na ya kwangu, naomba unichukulie. Hayo ilikuwa ni mazungumzo ya rafiki wawili, Landina pamoja na Radhia. Ni mazungumzo ya kuagana kwa marafiki hawa wawili baada ya kuishi muda mrefu pale kijijini. Landina alifanya uamuzi wa kuelekea Dar es Salaam kutafuta maisha baada ya kushindwa kuyaona maisha yake pale Songea. Hata Radhia naye alitamani sana kama wangeondoka wote, ila ndo hivyo, tumbo lilimzuia kabisa. Landina alisafiri kutoka Songea mpaka ndani ya jiji la Dar es Salaam kujaribu bahati yake. Miezi miwili baadaye, baada ya subra ya muda mrefu, hatimaye Radhia akaingia leba kwa ajili ya kujifungua. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, Radhia alijifungua salama na kubahatika kupata mtoto wa kiume. Aliamua kumpatia mtoto wake jina la Bahati, huku akiamini imekuwa bahati kwake kumzaa salama mwanae licha changamoto alizopitia. Ni rasmi sasa, Radhia akaingia katika ulimwengu wa kulea, na uzuri ni kwamba bado alikuwa na akiba ya pesa kidogo ambayo iliweza kumsaidia kuendeshea maisha kwa siku chache. Tukirudi upande wa pili, Toni alipata taarifa ya kujifungua kwa Radhia, lakini hakuthubutu kabisa kwenda kumuona mtoto wala kumtafuta Radhia. Moyoni alikuwa anajua kabisa kwamba mtoto ni wake, lakini alichagua kumkana
na kujiweka mbali. Na kwa namna Mwenyezi Mungu anavyojua kulinganisha matukio, yule mtoto alifanana kabisa na Tony. Hapo sasa baadhi ya watu wakamfikishia taarifa Tony juu ya muonekano wa mtoto huyo. Licha ya wambea kumfikishia Tony habari kwamba mtoto amesadifu sura yake, lakini Tony akaendelea kukana kwamba yule mtoto sio wake. Muda huo Tony alikuwa busy na penzi la mrembo Kidawa. Tangu Radhia alipojifungua maisha yakawa magumu sana upande wake. Ile pesa ya akiba alojiwekea ikawa inaisha siku hadi siku. Mahitaji yalikuwa mengi sana kuliko uwezo wake. Kitu pekee kilichozidisha hali ngumu ya maisha ni kwamba hakuwa na uwezo wa kwenda kutafuta kibarua wala kufanya biashara na mtoto mchanga. Ilifika hatua alikuwa anakula kupitia msaada wa majirani zake. Swala la kulala njaa kwake ikawa kawaida. Radhia alipauka ngozi na kupoteza kabisa ule mvuto na uzuri wake. Maisha yalikuwa magumu sana kwake, kiasi kwamba alihitaji sana msaada wa baba wa mtoto wake, lakini ndio hivyo Tony aliamua kuwatelekeza. Lakini mwisho wa siku kabisa akapata wazo la kumrudia tena ili aweze kuzungumza naye kwa mara nyingine. Radhia akaenda kwa Tony kutia huruma ili apate msaada. Alifika kwa Tony akamuelezea shida zote anazopitia yeye pamoja na mwanae. Kwa mara nyingine tena Tony akamfukuza Radhia na mwanae kama mbwa. Tony, hii ndo mara yangu ya mwisho kabisa kuja kwako. Katu isije katokea siku yote ukaniuliza chochote kuhusu huyo mtoto. Sawa, ondoka. Nimeshakwambia huyo mtoto sio wangu. Sihitaji mzigo wowote. Kwa hiyo niacheni huru na maisha yangu. Sawa Tony, asante sana. Hivyo ndivyo Radhia alivyoagana na Tony kwa mara ya mwisho. Radhia akaondoka na majonzi mazito sana nyumbani kwa Tony, huku akiwa na mwanae mgongoni. Siku hiyo hali ilikuwa tete sana upande wake, kiasi kwamba hakuwa na uhakika hata wa kula. Akiwa njiani alipata wazo la kwenda kule kazini anakofanyia kazi Mapii. Alihisi huenda vibanda vitakuwa vimefunguliwa kwa mara nyingine baada ya miezi miwili kupita. Huo ndio ulikuwa msaada pekee wa upande wake. Radhia aliamini kabisa kama atamkuta Mapii basi atampatia msaada hata wa kazi. Kwa bahati mbaya alipofika pale kibandani hakumkuta mtu yeyote. Kibanda kilikuwa kimefungwa na mazingira yalionyesha ni muda mrefu sana biashara haikufanyika eneo lile. Radhia akazidi kuchanganyikiwa na kukata kabisa tamaa ya kuishi. Kila alipomtizama mwanae akajikuta anazidi kuandamwa na mawazo huku akitokwa na machozi. Aliwaza sana atafanya nini ili aweze kumlea mwanae kwenye mazingira kama yale. Muda huo akapata wazo la kumtafuta rafiki yake Landina, huenda angeweza hata kumsaidia. Huyo ndo alikuwa tegemeo lake la mwisho kwa upande wake. Ni muda mrefu sana ulipita bila kuwasiliana, kwani tangu Landina alipofika Dar es Salaam namba yake ikawa haipatikani. Siku hiyo Radhia akajaribu tu kumpigia kwa mara nyingine, lakini akasikia sauti ikimwambia namba unayopiga imefungwa. Radhia akajikuta anakata tamaa kabisa, maana Landina ndo alikuwa tegemeo lake kubwa kwenye maisha yake. Siku hiyo Radhia alitembea sana bila kujua hata mahali alipokuwa anakwenda. Ni baada ya kutoka kijiji cha pili alipotembelea kwenye kibanda cha Mapii. Baada ya kutoka pale hakurudi tena kijijini kwao, badala yake akawa na randaranda kama chizi na mwanae mgongoni. Kila alipojaribu kuomba msaada alikosa. Mwisho wa siku akawa anatembea tu bila kujua mahali alipokuwa anakwenda. Safari yake ikamfikisha mpaka kwenye barabara kubwa ya lami iendayo mjini. Alisimama pembezoni huku akiatizama magari machache yanayokwenda mjini. Mpaka kufikia muda huo tayari alishafikia majira ya saa 11 jioni. Kuna wazo jipya lilipanda kichwani mwake akiwa pale barabarani. Alichokifanya ni kuanza kujikongoja kurudi kijijini kabla giza halijaingia. Mpaka kufikia majira ya saa 2 usiku Radhia alikuwa tayari kishafika kwenye kibanda alichokuwa anaishi. Alipofika tu alimtafuta mteja wa kitanda na godoro lake kisha akamuuzia. Aliuza kwa pesa ndogo sana ambayo hailingani kabisa na thamani ya vitu vile. Baada ya kuuza vitu vyake vya ndani,
akatandika nguo chini kisha akamlaza mwanae. Muda huo huo akaanza kupanga nguo zake kwenye kibegi kidogo cha mgongoni. Kwa namna alivyokuwa anaonekana ni wazi kabisa alikuwa anajiandaa kusafiri kuelekea mahali fulani kuishi. Ni kweli hilo ndo lilikuwa wazo lililomfikia kichwani baada ya kuwaza sana. Radhia aliona ni bora aende mjini kutafuta maisha baada ya hali kuzidi kuwa tete upande wake pale kijijini. Aliamini kabisa huko mjini huenda ndo riziki yake ilipo na sio pale kijijini. Fikra zake zilikuwa kwenda ndani ya jiji la Dar es Salaam. Aliamua kufuata nyayo za rafiki yake Landina, kwa kuamini kwamba kati ya yale maelfu kwa mamilioni ya majumba basi hatoweza kukosa sehemu ya kuishi. Aliamua kuchukua uamuzi huo akiwa tayari kukabiliana na changamoto zozote atakazokutana nazo ndani ya mji huo. Wapi atakwenda kufikia? Jibu la hilo swali alikuwa nalo Mungu, ila yeye hakuwa na mwenyeji yeyote wa kumpokea. Mnamo majira ya saa 10 alfajiri, Radhia akiwa na mwanae mgongoni alianza kutembea kuelekea kwenye barabara kubwa ya magari yaendayo mikoa mbalimbali kupitia mkoani Morogoro. Alitembea umbali wa lisali zima kutafuta barabara hiyo, kwani ilikuwa mbali kidogo na kijiji alichokuwa anaishi. Alikatiza kwenye mapori na mashamba yaliyotenganisha vijiji. Hatimaye akaifikia barabara kubwa ya magari iendayo mikoani. Pembezoni kidogo mwa barabara kulikuwa na kichaka fulani kidogo. Radhia alitizama kulia na kushoto, nyuma na mbele, lakini hakuona mtu. Alichokifanya ni kuzama kwenye kile kichaka kisha akatandika kanga vizuri na kumlaza mwanae pale chini. Baridi ilikuwa kali sana pale msituni kiasi kwamba kanga aliyomfunika haikutosha kumkinga mtoto. Radhia akatoa sweta lake kwenye begi kisha akamuongezea kwa juu mwanae. Alivua bangili yenye rangi ya shaba kwenye mkono wake kisha akaivunja katikati. Kipande kimoja alikiweka juu ya kifua cha mwanae na kingine akakiweka kwenye begi lake la nguo. Baada ya kufanya hivyo akaanza kumtizama mtoto wake huku machozi ya uchungu akimtoka. Muda huo katoto kenyewe kalikuwa kamelala. Muda huo magari ya kwenda mikoani yalishaanza kupita kule barabarani. Radhia alimtizama tena mwanae pale chini kisha akasema, Bahati mwanangu, samahani sana. Samahani sana mwanangu kwa kushindwa kukulea. Haya ni maamuzi magumu zaidi niliyowahi kuyafanya katika maisha yangu. Sina njia nyingine ya kuweza kukusaidia zaidi ya kukuacha hapa mwanangu. Naamini kabisa sehemu hii Mungu atakulinda na kukupatia mtu wa kutunza na kukulea katika maisha yaliyo bora. Huko mjini na kukwenda, najua na kwenda kuteseka kwa kuwa sina ndugu wala jamaa. Hivyo nikiondoka na wewe basi mambo yatakuwa magumu zaidi kwa sababu nitashindwa kufanya kazi. Tutakula nini kama sitofanya kazi? Tutaishi vipi kama sitofanya kazi? Sihitaji kukuona unateseka mwanangu. Nenda kaishi popote pale na wazazi wote, ili mradi usiteseke tu mwanangu. Wazazi sio kuzaa tu. Wazazi ni kuhudumia watoto. Kwa hiyo mimi na Tony hatustahili kuwa wazazi wako kuanzia sasa. I'm sorry mwanangu. Ni changamoto tu za maisha ndo ambazo zinatutenganisha mimi na wewe. Radhia alimbusu mwanae kwenye paji la uso huku akimdondoshia machozi. Yale machozi yalimfanya yule mtoto afumbue macho na kumtizama mama yake. Huwezi kuamini, Radhia akainuka na kuondoka huku akimwacha mtoto wake wa miezi 3 pale kichakani. Kwa mbali kabisa akasikia sauti ya mwanae akilia, lakini hakutaka hata kutizama nyuma. Alikaza roho kisha akaondoka kuelekea barabarani. Radhia alifika kwenye barabara kuu ya magari kisha akasimama na begi lake la mgongoni. Muda huo machozi yalikuwa yanamtiririka kutokana na kitendo cha ukatili alichokifanya kwa mwanae wa damu. Magari mbalimbali yakawa yanampita pale barabarani huku macho yake yakiwa makini kuangazia mabasi yaendayo Dar es Salaam. Hazikupita dakika nyingi akafanikiwa kusimamisha basi. Baada ya kusimamisha akapanda kisha dereva akang'oa gari kama utani vile. Radhia alimtelekeza mwanae kwenye kichaka kisha akapanda gari
kuelekea mjini. Baada ya kukaa kwenye siti, konda akamfuata na kumdai nauli. Radhia alifungua zipu ya begi lake kisha akatoa pesa na kumkabidhi konda. Pesa yote aliyokuwa nayo iliishia kwenye tiketi. Maana yake hakubakiwa na hata senti 5 ya kununua maji ya kunywa. Mbaya zaidi, alikuwa anakwenda kwenye mji ambao hakuwa na ndugu wala rafiki. Hakujua hata ni wapi anapokwenda kufikia, na hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa kwenda Dar es Salaam. Kiufupi, safari yake ilikuwa ya mawazo, ukijumlisha tukio la kumtelekeza mwanae mchanga ndo kabisa akawa anaandamwa na majonzi. Radhia akajikuta analia kwa sauti ya chini kila alipokumbuka amemwacha mtoto wake katika kichaka bila msaada wowote. Hakujua ni muda gani angepata msaada wa kuokotwa, na kama msaada ungechelewa, maana yake mtoto huyo angeweza hata kufariki kwa njaa. Kwa hakika nafsi yake ikawa na msuta sana kwa kujilaumu kwa kitendo ambacho amekifanya. Wakati anaendelea kulia, kuna mwanaume mmoja alikaa siti moja na Radhia alikuwa anashuhudia kile kilio. Jamaa alitambua kwamba kuna kitu hakipo sawa kwa abiria mwenzake, hivyo ikabidi amuongeleshe ili ajue ni kipi kinamsibu. Vipi sister, shida nini? Mbona unalia tangu umekaa kwenye hii siti? Jamaa alimuuliza Radhia swali hilo. Radhia aliposikia lile swali ikabidi afute machozi kisha akamtizama yule jamaa. Kaka, changamoto tu za maisha, Radhia alimjibu yule jamaa. Pole sana sister, ila changamoto ni kwa kila mtu, hata sisi tunaotuona humu wote tunapitia hizo changamoto. Kuna haja ya kulia kwa sababu changamoto tumeumbiwa sisi wanadamu. Hakuna mwanadamu asiyepitia changamoto katika maisha yake. Lakini pia ili uweze kufanikiwa, basi ni lazima ukutane na changamoto. Siku zote mafanikio yapo ndani ya uzio wa changamoto. Sawa kaka, nashukuru kwa maneno yako ya faraja. Nashukuru sana kakaangu. Okay, usijali dada yangu. Vipi lakini una msiba au? Hapana, sio msiba, ni maisha tu. Okay, pole sana. Naomba uniambie kipi kimekusibu ili nijue jinsi gani kukusaidia. Ni story ndefu sana kakaangu, sijui hata wapi nianzie kukuelezea. Anzia popote pale, mimi nitakuelewa. Sawa, nitakueleza kwa kifupi tu, maana story ni ndefu sana kakaangu. Mimi naitwa Radhia Juma, ni mtoto wa pekee katika familia ya baba na mama wangu. Nilipoteza wazazi wangu wote wawili nikiwa na miaka 10 tu. Tangu hapo nikawa nalelewa na baba mdogo. Kila rangi ya maumivu na mateso niliweza kuiona chini ya malezi ya baba mdogo. Licha ya kufaulu vizuri mtihani wa darasa la 7, lakini baba mdogo aligoma kunisomesha. Nimelelewa na kukulia kwenye mazingira ya mateso na manyanyaso ambayo binadamu wa kawaida hayamstahili. Yote 9, 10 ni kwamba baba mdogo alichukua pesa kwa mzee mmoja pale kijijini ili mimi niolewe naye. Ni mzee mwenye umri mkubwa kuliko hata babangu mzazi. Huyo mzee tayari ana wake 2 na watoto wakubwa walionizidi umri. Maandalizi yote ya ndoa tayari yalishakamilika ili niweze kuolewa na kuwa mke wa 3 wa huyo mzee. Ukweli ni kwamba mimi sikuwa tayari kuolewa naye. Hivi unavyoniona nimetoroka huko kijijini. Jamaa alimtizama Radhia kwa jicho la huruma sana kufuatia ule mkasa. Ukweli ni kwamba mkasa wote aliozungumza Radhia haukuwa kweli, ila aliamua kudanganya ili apate msaada kwa urahisi. Alijua kabisa kama ataongea ukweli kwamba amemtupa mtoto, basi asingepata msaada kutoka kwa mtu yeyote. Radhia hakuwahi kuishi na baba yake mdogo, ila aliishi na bibi yake baada ya wazazi wake kufariki. Lakini pia kilichomkimbiza kijijini sio kuchaguliwa mume, bali ni ugumu wa maisha. Yule jamaa alijikuta anaguswa sana na mkasa wa uongo kutoka kwa Radhia. Pole sana mdogo wangu. Kumbe hayo mambo ya kutafutiwa mume bado yapo hapa nchini. Kwa hiyo sasa hivi unaelekea wapi? Naenda Dar es Salaam. Kuna ndugu zako wengine wanaishi huko? Hapana,
sina ndugu yoyote anaishi Dar es Salaam. Sasa unaenda kwa nani? Sina mwenyeji yoyote, mimi naenda tu kama mkimbizi. Na vipi, umeshawahi kufika Dar es Salaam au hii ndo mara yako ya kwanza? Sijawahi kufika kabisa huko Dar es Salaam, hii ndo mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo unafikia gesti au unakwenda kupanga chumba? Hapana. Hapa nilipo sina hata senti 5 ya kununua maji. Hii ni hatari sana mdogo wangu. Maana unapokwenda utakutana na magumu zaidi ya huko ulipotoka. Lakini kwa nini usingekimbilia kwa ndugu zako wengine waliopo huko kijijini? Kaka, mimi sina ndugu mwingine kwenye hii dunia zaidi ya baba mdogo. Huo ndo uhalisia wa maisha yangu. Pole sana. Lakini huku Dar es Salaam unapokwenda sio rahisi kama unavyofikiria. Ukizingatia kila kitu kinahitaji pesa. Ili ule na ulale basi lazima utumie pesa. Kama huna pesa basi unaweza kulala jalalani na kulala vichochoroni. Mwisho wa siku ukabakwa na wahuni. Labda tu nikuulize swali, ni kazi gani unaweza kuifanya ili nione namna gani naweza kukusaidia? Kaka, mimi nipo tayari kufanya kazi yote ile. Iwe kuuza duka, kusaidia mantilie au kazi ndani. Naomba unisaidie kakaangu, maana naona kiza kinene sana mbele yangu. Jamaa alijikuta anapata hisia za kumsaidia Radhia. Aliwaza kwa sekunde kadhaa kisha kumwambia Radhia, sasa mdogo wangu, nafikiri imekuwa bahati sana kwako kukutana na mimi, kwa sababu mke wangu amekuwa akihitaji mdada kumsaidia kazi za nyumbani. Kuanzia sasa hutakiwi kulia tena, kwa sababu msaada umepata. Mimi ndio mwenyeji wako. Utakwenda kuishi nyumbani kwangu kama mfanyakazi na nitakulipa mshahara. Nashukuru sana kakaangu kwa msaada wako. Sijui niseme kitu gani ili kuonesha shukrani zangu kwako. Sijali kwa hilo mdogo wangu. Wa kushukuriwa ni Mungu pekee, maana yeye ndo amenipa nguvu na moyo wa kukusaidia. Lakini pia yeye ndo ametukutanisha kwenye hili gari na hii siti. Kuwa na amani kabisa Radhia. Mimi naitwa Vonso. Safari iliendelea kusonga mbele mpaka kufikia kwenye kituo ambacho magari husimama ili abiria wajipatie chakula na kujisaidia haja zao. Gari lilisimama kisha konda akawatangazia abiria wake kuwa watakuwa na dakika 10 tu za kwenda kujisaidia na kununua chakula. Abiria walishuka kutoka kwenye gari akiwemo Radhia pamoja na Vonso. Baadhi walikwenda toilet kujisaidia na wengine wakaenda kununua vyakula. Radhia yeye alielekea toilet kisha akarudi kwenye gari bila kununua chakula. Ukweli ni kwamba hakuwa na pesa yote ya kununua hata andazi. Baada ya dakika 10 kumalizika, abiria wote walikuwa tayari wamesharudi ndani ya gari wakiwa na vyakula vyao kwa ajili ya kuendelea na safari. Vonso alifungua mfuko wa chakula alichonunua kisha akampatia Radhia pleti moja na yeye akabaki na pleti moja. Ni pleti ambazo zilikuwa na chips mayai na soda ndo zilikuwa mikononi mwa Vonso na Radhia. Radhia akamshukuru sana Vonso kwa kumnunulia chakula, vinginevyo safari ingekuwa ndefu sana kwake. Safari iliendelea kusonga mbele huku Vonso akimpigisha Radhia stories za hapa na pale kuhusu maisha ya Dar es Salaam wanakoenda. Vonso yeye alikuwa mkazi wa Dar es Salaam, ila alisafiri tu kikazi na siku ile ndo alikuwa anarejea nyumbani kwake. Mnamo majira saa 11 jioni, juu ya alama basi liliwasili katika stendi kubwa mabasi ndani ya Dar es Salaam. Abiria wote wakateremka kwenye basi kwa ajili ya kuanza safari kuelekea kwenye makazi yao. Ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Radhia kukanyaga ndani ya ardhi ya Dar es Salaam. Ardhi yenye rangi zote za starehe katika nchi ya Tanzania. Vonso akiwa sambamba na Radhia wakaenda sehemu zinakopaki bajaji kisha akapanda na kuanza safari nyingine. Ni safari fupi ya kuelekea mahali anakoishi Vonso. Dakika takriban 15 zilitosha kuwafikisha nyumbani Vonso na Radhia. Vonso alikuwa na nyumba yenye ukubwa wa wastani tu. Ni nyumba yenye muonekano mzuri sana kuanzia nje mpaka ndani, lakini pia alikuwa anaishi na mke wake ndani ya nyumba hiyo, huku wakiwa wamebarikiwa mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4. Kwa wastani umri wa Vonso ni miaka 35.
Alikuwa mwajiriwa kwenye kampuni fulani inayojihusisha na masuala ya ujenzi. Baada ya Vonso na Radhia kufika, Vonso akabisha hodi mlangoni na hazikupita sekunde nyingi mlango kafunguliwa. "Oh, mume wangu tena. Jamani, naona umeamua kunisurprise tena kama kawaida yako." Hiyo ilikuwa ni sauti ya mke wa Vonso mara baada ya kufungua mlango na kukutana uso kwa uso na mume wake. Mke wa Vonso alishangaa kidogo baada ya kumuona Radhia, lakini hakuwa na wasiwasi na mume wake, hivyo akawakaribisha ndani kwa akiwapokea mabegi. Walifika sebuleni kisha wakaketi kwenye sofa. Mke wa Vonso alisogelea friji kisha akatoa jagi la maji pamoja na glasi mbili. Alimimina maji kwenye glasi zote mbili kisha akampatia moja mume wake na nyingine akampatia Radhia. Baada ya kusambaza maji, naye akaketi kwenye sofa lilokaa mume wake. Niambie mume wangu, habari za huko utokako?" "Habari ni safi tu mke wangu. Vipi za hapa nyumbani?" "Hapa nyumbani ni nzuri ingawa sio sana." "Vipi, kuna shida yote?" Nilikumisi sana mume wangu." "Hilo tu." Hilo tu mume wangu." "Sawa. Hata mimi pia niliwamisi wewe na mwanangu." "Kwanza yupo wapi mwanangu?" "Tayari kisha lala." Amekulala muda huu kweli? Au anaumwa?" "Wala haumwi, naona michezo yake imemchosha sana leo." "Okay, sasa mke wangu, nadhani umestaajabu kidogo kuona ugeni hapa nyumbani. Huyu anaitwa Radhia, ni mzaliwa na mkazi wa huko Songea. Mengi kuhusu huyo binti nitakwambia baadaye tukiwa chumbani, lakini kwa kifupi ni kwamba huyu binti ataishi hapa nyumbani kwa ajili ya kutusaidia kazi. Nakumbuka kila siku ulikuwa unanidai dada wa kazi za hapa nyumbani, kwa hiyo leo nimemaliza deni lako. Sasa ni ruksa kwenda kwenye biashara zako. Radhia atakuwa hapa nyumbani akimlea Ami." "Wow, yeye ni mume wangu katika siku ambazo umejua kunifurahisha. Basi ni leo." "Radhia, karibu sana mdogo wangu na ujisikie kama upo nyumbani. Sina mashaka yote juu yako kwa sababu namwamini sana mume wangu. Hapa ndani utaishi na sisi kama familia, ila kikubwa tu utimize majukumu yako. Karibu sana na ujisikie upo nyumbani. Nashukuru sana dada kwa mapokezi yako ya upendo kwangu. Na waahidi nitawajibika vyema kwenye majukumu yangu kwa moyo mmoja. Na waahidi nitakuwa mwaminifu na mchapakazi siku zote. Lakini pia na waahidi nitaishi kwa upendo na mtoto wenu kama mwanangu wa kumzaa." Radhia alizungumza maneno hayo kwa upole na unyenyekevu, huku neno la mwisho likimwadhibu nafsi yake. Nafsi ilimuuma kwa kuwa mwanae wa kumzaa alishamtelekeza msituni, hivyo alijiona mama mbaya sana. Laiti kama angekuwa na upendo na mwanae, basi asingeweza kumtupa kisa ugumu wa maisha. Badala yake angekubali kufa naye kwenye hayo maisha magumu. Hatimaye Radhia akapokelewa vizuri kwenye nyumba ya Vonso. Alikabidhiwa chumba chake cha kuishi pale ndani. Usiku ulipofika, walikula chakula kama familia, na hapo ndipo Vonso akamtambulisha Radhia kwa mwanae kama anti. Ami ambaye ni mtoto wa Vonso akawa anamtambua Radhia kama anti, yani shangazi. Muda wa kulala ulipofika, kila mtu akaenda kupumzika chumbani kwake. Usiku ule Vonso akamsimulia mke wake story nzima kuhusu Radhia. Kufikia muda ule, mke wa Vonso alijikuta anamhurumia Radhia baada ya kusimuliwa mkasa uliomsibu huko kijini kwao. Mkasa wa Radhia ndio ukazidi kumpa mke wa Vonso msukumo wa kuishi na Radhia pale ndani. Siku iliyofuata Radhia akaanza rasmi majukumu yake ya kazi. Tayari alishaonyeshwa mazingira atakayokuwa anafanya usafi pamoja na mipaka yake. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa kwa binti Radhia baada ya kufika Dar es Salaam. Nuru mpya iliangaza kwenye maisha yake kwa kuwa alikuwa na uhakika wa kula, kulala na kupata pesa. Lakini sasa licha ya nuru kumwangazia, lakini bado hakuwa na furaha kabisa. Nafsi yake ilikuwa na mgogoro mzito ambao ulimtesa kwa kipindi kirefu sana juu ya mwanae. Kichwani alijiuliza maswali mengi sana juu ya mwanae aliyemtelekeza. Je, bado yuko hai au amekufa? Kama yupo hai, je, atalelewa kwenye maisha ya kifahari au ya dhiki? Vipi, atapendwa
au atanyanyasika? Hayo ni baadhi ya maswali alojiuliza Radhia na kumfanya akose majibu. Tumbo la uzazi lilimuuma binti, nafsi ikamsuta na kumfanya jilaumu kwa kuchukua ule uamuzi. Alihisi kabisa hata kama angemchukua mwanae basi asingekosa msaada kutoka kwa Vonso na mkewe, maana walionekana kuwa na mioyo safi. Radhia alijikuta anaumia kuliko kawaida licha ya kupata afueni ya maisha. Ile amani ya moyo ilitoweka kabisa katika nafsi yake. Taratibu kabisa siku zilisonga na miezi ikaenda katika, huku Radhia akiendelea kufanya kazi kwa Vonso. Kwa kiasi kikubwa furaha ilirejea upya kwa Radhia na kujikuta anasahau kama alishawahi kuzaa na kumtelekeza mtoto. Aliishi kwenye familia ya Mr. Vonso kwa upendo na amani na kuonekana kama ndugu na sio mfanyakazi. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo Radhia alivyozidi kubadilika kimuonekano. Ule uzuri na shepu lake lililopotea vyote vikarejea na kumfanya awe mzuri maradufu. Aliridhika na maisha, mwili ukajijenga na kunawiri ipasavyo. Kwa muonekano wa macho, Radhia alionekana kama yeye ndo mama mwenye nyumba na sio mfanyakazi. Utii, heshima, upendo na bidii ya kazi ndio vilimfanya Radhia apendwe na watu wote pale ndani. Hata yule mtoto wa Mr. Vonso, yani Ami, akawa anampenda Radhia kuliko hata wazazi wake. Alihama kabisa chumbani kwa wazazi wake na kuanza kulala kwa anti yake Radhia. Ule upendo yule mtoto kwa Radhia kuna muda ulikuwa unamtonesha kidonda Radhia kwa kumfanya amkumbuke mwanae aliyemtelekeza msituni. Hilo lilimuumiza sana, lakini hakuwa na namna, maana kama ni maji tayari yalishamwagika. Aliendelea kuishi na kufanya kazi kwa Mr. Vonso huku akiendelea kupokea mshahara wake kila mwisho wa mwezi. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa ndani ya nyumba ya Mr. Vonso. Baada ya miaka 5, ilikuwa apata majira ya saa 8 mchana. Siku hiyo Mr. Vonso hakwenda kazini kwa kuwa ilikuwa siku ya weekend. Akiwa ameketi sebuleni, mlango uligongwa. Alinyanyuka pale kwenye kiti alipokuwa amekaa na kwenda mlangoni kufungua. "Oh, Karim. Aisee, karibu sana nyumbani rafiki yangu. Naona umeamua kuni surprise leo eh?" Vonso alizungumza maneno hayo baada ya kukutana uso kwa uso na mgeni aliyefika nyumbani kwake. Ni rafiki yake anaitwa Karim na walikuwa na muda mrefu sana bila kuonana. Kwanza kabisa walikumbatiana kwa furaha kisha wakaachiana baada ya sekunde kadhaa. Vonso alimkaribisha Karim kwenye sofa na yeye akaketi pembeni yake. Ndugu yangu, kitambo sana tujaonana. Hivi ni miaka mingapi sasa imepita tangu tulipoonana mara ya mwisho?" Kwa haraka nafikiri ni miaka 5 au 6 hivi imepita. Nakumbuka mara ya mwisho tulionana Kimara wakati napeleka mzigo Kongo. Ni muda mrefu sana ndugu yangu. Vipi lakini harakati zinaendaje ndugu yangu? Harakati zipo poa kabisa. Vipi hapa nyumbani? Hapa nyumbani ni shwari kabisa. Vipi shemeji yangu, bado upo naye? Maana nyumba imepoa sana. Shemeji yako yupo bado, ni ule Mama Ami unayemjua wewe. Mashallah, hongereni sana kaka kwa kudumu kwenye ndoa. Hivi Ami si ameshakuwa mkubwa kwa sasa eh? Yupo darasa la 3 sasa hivi. Kweli ni muda mrefu sana umepita na miaka inaenda kwa kasi sana. Umri ndo huu unazidi kwenda ndugu yangu. Vipi lakini upande wako? Tayari umeshaoa kimya? Hapana bro, bado sijaoa, ila tayari nina mtoto wa kiume. Hongera sana. Hebu muoe basi huyo mama mtoto wako. Nini ambacho unasubiri sasa Karim? Nasubiri mke mwema. Ndoa sio kwa kila mwanamke kaka. Sasa Karim, kama mwanamke ameweza kukuzalia, sasa atashindwaje kuwa mke wako? Brother Vonso, kumbuka kwamba hata wanawake wahuni wanakuaga na vizazi. Kwa hiyo kuzaa si kigezo cha kumfanya mwanamke kuwa na sifa za kuwa mke. Kuna wanawake wengine wanastahili kuzalishwa tu, ila hawastahili kuolewa. Mimi kwa sasa natafuta mwanamke aliye tayari kuwa mke na kutunza familia. Nataka mwanamke wa kumlea mwanangu, maana bado ni mdogo na anahitaji malezi ya mama bora. Sasa nimekupata vizuri Karim. Kwa hiyo mwanao yupo kwa mama yake sasa hivi?
Hapana, mtoto yupo kwa bibi yake, yani mama yangu mimi. Sasa lengo langu ni kupata mke ili nikamchukue mwanangu niishi naye mwenyewe. Nahitaji kumtunza mwanangu na kumlea mwenyewe katika malezi bora ili baadaye aje kunitunza. Hayo sasa ndo maamuzi ya kiume Karimu. Siku zote fainali uzeeni, maana hizi nguvu ulizokuwa nazo saa hizi hautakuwa nazo tena kwa miaka ijayo. Nguvu zinaisha, ila mipambano haiishi mpaka unaingia kaburini. Halafu vipi kuhusu zile kazi zako za kusafiri? Utaweza kweli na ndoa? Bro, ile kazi nimeacha rasmi siku ya jana, kwa hiyo kwa sasa focus yangu ni biashara tu. Nashukuru Mungu nimeshajenga nyumba na nina pesa ya kutosha kufanya biashara. Hapa tayari nimeshawasiliana na dalali anitafutie frame pale Mwenge ili nifungue duka la urembo na vipodozi. Kwa sasa nahitaji kuishi na mke ili niwe karibu na mwanangu, maana huwa namisi sana ninapokuwa mbali naye kwa muda mrefu. Aha, hapo umefanya uamuzi mzuri sana kufanya shughuli zako hapa mjini. Unajua hizi kazi za kusafiri zinafanya watu kutengana na familia zao kwa muda mrefu. Unakuta watoto wanamzoea na kumpenda mama peke yake kwa kuwa muda wote wanamuona yeye tu. Ndio hivyo kaka, muda wote kuanzia sasa nikipata mwanamke mwenye sifa nazozitaka mimi, basi nitakushtoa tupeleke posa, maana wewe ndo mshenga wangu. Hilo limekwisha ndugu yangu, kanzu na kofia ninazo, kwa hiyo hilo limekwisha kabisa. Halafu mbona shemeji na mwanangu Hamisi waone sasa? Kumbe sikukuambia kwamba shemeji yako ametoka? Yeye katoka, ila muda si mrefu atarudi. Mwanao Ami yeye amekwenda kucheza, maana yeye ndo waziri wa michezo kwa wenzake hapa mtaa. Kabla hajamaliza kuongea, sauti ya mlango ikasikika ukifunguliwa. Kila mtu akahamishia macho mlangoni, na ndipo mke wa Vonso akaonekana akiingia ndani. Jamani, kumbe kuna mgeni. Mbona sikutaarifiwa kama shemeji yangu unakuja leo? Mke wa Vonso alizungumza maneno hayo mara baada ya kuingia pale ndani. Kwa hakika ilikuwa surprise kwake kuweza kumwona Karimu, maana ni miaka mingi imepita tangu alipoonana. Mke wa Vonso alikuwa anamtambua Karimu kama rafiki mkubwa sana wa mume wake, ila harakati za utafutaji ndo ziliwatenganisha. Karimu alikuwa mtu wa kusafiri na magari makubwa ya mizigo kuelekea nje ya nchi, na alikuwa anamaliza mpaka mwaka mzima akiwa nchi za watu. Kiumri Karimu alikuwa mdogo sana kwa Vonso. Mpaka kufikia muda huo Vonso alishatimiza miaka 40, huku Karimu akiwa na miaka takriban 33. Mke wa Vonso alisalimiana na Karimu kisha akamkaribisha kwa furaha sana pale ndani. Mume wangu, hivi mgeni amekunywa hata soda? Mke wa Vonso aliuliza. Mgeni kasema hataki soda, anataka 600 yake. Vonso akajibu kwa utani na kuwafanya wote wacheke. Shemeji, unatumia soda gani? Au unatumia juisi ya matunda? Kiukweli kwa sasa sihitaji soda shemeji yangu, wala juisi. Lakini silitakauka kwa story shemeji yangu. Kawaida tu shemeji yangu, hapa labda unipatie maji tu yanatosha. Baada ya Karimu kutaka maji, mke wa Vonso akaanza kumuita kwa sauti Radhia. Alikuwa jikoni muda huo. Alimuita Radhia mara 2, ndipo Radhia akaitika kwa sauti akiwa kule jikoni. Baada ya Radhia kuitika, mke wa Vonso akamwagiza maji na kumwambia apeleke sebuleni kwa ajili ya mgeni. Hapo sasa Radhia akashtuka kidogo baada ya kujua kwamba kuna mgeni pale ndani. Ndani ya sekunde chache Radhia akafika sebuleni akiwa na jagi pamoja na glasi kwenye mikono yake. Alimsalimia Karimu kwa macho ya aibu, kisha akamimina maji kwenye glasi na kumpatia huku akiwa ameinama kwa heshima. Huwezi kuamini, Karimu alipokea ile glasi na kuweka mdomoni huku akiwa amegandisha macho yake kwenye uso wa Radhia. Ni kama vile akili yake ilihama kwenye hii sayari ya dunia na kuhamia kwenye sayari nyingine ya Jupiter, kwenye ulimwengu wa mapenzi. Guys, this is I'm sorry mwanangu. Yani hii ni I'm sorry mwanangu. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii ya I'm sorry mwanangu, yani samahani mwanangu, ama unaweza kukatisha tu kwa kuita Radhia. Basi tukutane hapo kesho tujue, je, ni nini ambacho kitajiri. Ni miaka 5 sasa imeshapita. Je, mtoto yule ambaye Radhia alimwacha kule vichakani ni mzima ama alikufa?
Kama ni mzima, anaishi wapi? Na nani ambaye alimuokota kule vichakani? Na kama alishakufa maskini, basi ni nani ambaye hata alihifadhi mwili wake? Guys, nashindwa hata nisemaje juu ya hili swala ambalo Radhia lilifanya kwa kweli, maana inaonyesha ni kiasi gani huyu binti ana roho ngumu. Na hapa tumeona Karim anamtizama sana Radhia. Je, nini ambacho kitatokea kati ya hawa watu wawili? Je, Karim ndo kashampenda Radhia ama ni matamanio tu ya mwanaume kwa mwanamke? Sijui ni nini ambacho kitajiri. Mimi naitwa Trishi. Asante sana kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Light Simulizi. Asante kwa support yako. Tukutane hapo kesho. Love you so much.